nilipoanzia. Bwana asifiwe sana. Pale unapoona ya kwamba siwezi, nilipoondoka pale Baba wafanya njia. Sio leo tamani Mungu aseme na wewe. Sio leo tamani Mungu asikutie na wewe. Sio leo mwambie Mungu, moyo wangu uko tayari kwa ajili ya kuzungumza nawe. Naomba Mungu nisimtazame mtumishi wako kwa namna ya kawaida, bali nimtazame sawasawa na mapenzi yako. Nisimwangalie tu Bwana, bali lile ambalo natamani likathibitika juu yake kupitia wewe kwangu mimi likatimize Bwana. Tamani mapenzi ya Mungu yakatimize juu ya leo. Mwambie tu Baba, Jemedari, mfalme wa amani, Baba tunatamani ukathibitika juu yetu jioni ya leo. Mungu tunatamani ukazungumze nasi jioni ya leo. Mungu lile ambalo umelikusudia kwa kila mmoja na likapate kuthibitika katika jina la Yesu. Baba ninakusihi, Jemedari ninakuita, Baba usiache kusema nasi kwako, usiache kuzungumza nasi. Baba tunakuhitaji, Baba tunatamani ukaseme nasi, Baba tunatamani Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Amen. Naomba tufunge macho tu. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako sasa hivi Bwana wa majeshi. Mungu, tunaomba useme nasi kupitia neno lako siku ya leo Bwana. Tazama, naomba mimi nipungue, wewe kaongezeke kwa ajili ya kusudi na mapenzi yako. Sasa na neno lako tunaomba tukiamini, wote tuseme amen. Amen. Naomba tukete. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasikika vizuri? Amen. Amen. Kwa majina naitwa Dennis Kelvin. Ni mchanga kimeokoka na nampenda Yesu. Amen. Amen. Leo Mungu ametupa kibali kidogo cha kufundisha neno moja hivi amazing sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amazing sana. Amen. Kichwa cha somo kinasema kukua kiroho au ukuaji wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kichaga tunasema spiritual growth. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kristo apewe sifa. Amen. Amen. Kichwa chetu ni kukua kiroho au spiritual growth. Kristo apewe sifa. Amen. Amen. Tunaanza kwanza, nini maana ya kukua kiroho au ukisikia kukua kiroho wewe unapata tafsiri gani ya haraka? Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Kuna tafsiri kidogo niliandaa hapa hivi. Na imani kila mtu ataielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukuaji wa kiroho ni mchakato wa mtu kukomaa katika uhusiano wake na Mungu, akizidi kufanana na tabia na maisha ya Kristo kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba tunaona ni mchakato wa mtu kukomaa. Hichi ni kipande cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uonekane umekuwa, achana na kiroho au kimwili, unatakiwa uonyeshe ukomavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukomaa kiakili, kukomaa kifikra, kukomaa kifahamu, kukomaa kila sekta, unaonekana wewe mtu umekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposemea spiritual growth ni kukomaa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mnanielewa? Ni kukomaa kiroho, kukomaa kiroho, kuwa na ufahamu wa kiroho, kuwa na mamlaka ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaendelea kwa kusema ni mchakato wa mtu kukomaa katika uhusiano wake na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhusiano wako na Mungu pia unatakiwa ukomae, uboreshwe ndio udhihirike kuwa wewe umekuwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama hujakuwa kiroho, kama uhusiano wako na Mungu uko vizuri, hiyo inaashiria kwamba bado hujakuwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Mtu akitika na hivi na sijina isikiaje. Kwa mwingine wa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunaendelea kipande kingine, anasema ni mchakato wa mtu kukomaa katika uhusiano wake na Mungu, akizidi kufanana na tabia na maisha ya Kristo kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Maana ya Ukristo ni nani? Ukristo sio dini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukristo sio dhehebu, bali Ukristo ni kukua na kuishi kama Kristo anavyotaka, kuishi maisha ya Kristo alivyokuwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapokuwa hapa duniani, wanaposema umdhihirishe Kristo, ni ukue kama yeye alivyokuwa. Ndio maana anasema role model wetu wa sisi wa Kristo ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio Petro, japokuwa Petro alifanya vitu vingi, sio Paulo, japokuwa Paulo alifanya vitu vingi, sio Elia, sio Musa, japokuwa alifanya vitu vikubwa sana, lakini sisi hapa role model wetu ni mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kukua kwako unatakiwa ukue umfananie Kristo, usifananie mtu yeyote. Useme natamani kuwa kama mtu fulani, hakuinspire ndio, lakini usitake kuwa kama yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Amen. Kuna vitu havitakaa vitokee kwenye maisha yako kama hujakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna vitu vitatokea kwenye maisha yako pia kama hujakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Kuna vitu hata uombe ufunge mwaka mzima
uombe masaa 24, hivyo vitu havitakaa vitokee mpaka wewe ukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Mfano mmoja tumchukulie mtoto mwenye miaka 7. Yule hata akiomba miaka 3, masaa 24 anafunga. Akimwomba Mungu ampe mtoto hizi kupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Hajakuwa bado. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ukikua havitahitaji maombi ili viweze kudhihirika. Kuna vitu ukikua vyenyewe unavikuta viko kwenye mstari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mtoto akikua kuzaa hilo itakuwa ni kitu cha kawaida sana. Yaani sio kitu cha kumwomba tena Mungu. Ndio maana unaona watu wengi unakuta mtoto form 2 ameshapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Sio kwamba aliomba, ilitokea tu automatically baada ya kufanya nini? Baada ya kufanya hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kuna vitu havitakaa vitokee kabla hujakuwa, na kuna vitu vitatokea endapo umekuwa automatic. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Kuna changamoto wewe unapitia au kuna vitu vina kukwaza kwenye maisha yako, ni kwa sababu hujakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Wakristo wengi tuliopo tuseme dunia nzima bado hatujakuwa kiroho, maana kuna vitu ambavyo vinatufesi, vinatufanya tuonekana kama watu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ni mkuu na ni mkubwa sana, lakini kwa sababu sisi hatujaamua kukua kiroho, ndio maana hivyo vitu havijathibitika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kicheki hapa kwenye Wagalatia 4:1-3. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutawatangulia kusoma. Inasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Kwa kuna vitu watu wa mataifa wanapitia na wewe unapitia, na wewe ni Mkristo, unamjua Kristo. Kwa sababu hujakuwa, vile vitu haviwezi kuthibitika. Unaenda kuwa kama mtu wa mataifa, kama mtu analala njaa, mtu wa mataifa na analala njaa na mtu ambaye umeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtu anaumwa hajaokoka na wewe unaumwa, mtu ambaye uliokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtu ana umaskini hajaokoka na wewe uliokoka unakuwa maskini. Kwa sababu gani? Kwa sababu hujakuwa, wewe bado ni mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Tunaendelea mstari hapo, anasema bali chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokisha kuamriwa na Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nirudie hapa, nimesema kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Na imani kila mtu hapa ameokoka, si ndio? Waliokoka naomba tukutane hewani. Amen. Wote tumeokoka na tukamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, si ndio? Si ndio? Kabla ya kuokoka kuna vitu ulikuwa unapitia, kuna dhambi ulikuwa unapitia, kuna mambo ulikuwa unayafanya ambayo ulikuwa huwezi kuyaacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baada ya kuokoka, kama bado ni mtoto hujakuwa, vile vitu vitazidi kukuandama. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukashangaa, kwa nini mimi ninaomba, kwa nini mimi ninafunga, lakini kuna dhambi fulani naifanya siwezi kuiacha? Ni kwa sababu bado hujakuwa kiroho. Ukikuwa kiroho, hivyo vitu lazima vyote vitaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Wewe unahitajika ukue ili zile kawaida za kwanza za dunia siwezi kukuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Pia tafungua Waebrania 5:14. Waebrania 5:14. Waebrania 5:14. Neno la Mungu linasema, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Chakula kigumu ni cha nani? Cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama unaweza kupambanua mema na mabaya, wewe bado ni katoto. Bwana Yesu asifiwe.
apewe sifa. Wanasema chakula kigumu ni cha watu wazima. Mtoto huwezi, ili amezaliwa siku ya kwanza huwezi kumpa makande, huwezi kumpa ugali. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kumpa maziwa ndio yanayoendana na yeye. Ukimlazimisha ukampa wali au ugali au makande, lazima atapata tatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna vitu huwezi kuvijua, kuna vitu Mungu hawezi kukupa, kuna vitu Mungu hawezi kuvifanya kwenye maisha yako kama bado ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Kwa unatakiwa ukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uweze kuvipata na hivyo vitu viweze kudhihirika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Pia ukipata muda unaweza ukasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo asifiwe. Amen. Kama nilivyosema, maana ya ukuaji wa kiroho ni kukua na kumfanania Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kigezo cha mtu kukua kumfikia Kristo, kigezo cha mtu kukua kiroho ni kumfikia Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Vile vitu alivyofanya Yesu miaka 2026 iliyopita, kama bado hujaweza kukifanya hata kimoja, bado you are still young. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado wewe mdogo. Kwa kila kitu alichokipenda Mungu, kila kitu alichokifanya Yesu kwa wakati ule, unatakiwa na wewe ukifanye kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Makanisa yetu mengi sana, watoto ni wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto ni wengi sana, wengi mno wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye anaweza kumponya kiwete mama anaishi kidogo au ashawahi. Bwana Yesu asifiwe. Hamna hata mmoja. Hata ukidanganya basi mdanganye. Hapo kuna mmoja kwenye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama hujafikia hatua, unatakiwa kukua. Utaki kumwomba Mungu nipe uwezo wa kuponya wagonjwa. Utaki kumwambia Mungu nipe uwezo wa kutoa mapepo. Utaki kumwambia Mungu nipe uwezo wa kufufua wafu. Unatakiwa ukue. Ukishakuwa tu, hivyo vitu tayari vimesha align. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikua hivyo vitu utavikuta automatically. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kumwomba Mungu na Mungu hawezi kukujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji kukua. Ukisoma Luka 9:1, I think ngoja nikusomee mara moja. Luka 9:1. Anasema akawaita wale tenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawatuma utangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu kilishaachiliwa na Yesu tangu miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo kitu ndio nature yetu sisi kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa na kwenda kwa Mungu kumwomba akupe uwezo, huo uwezo tayari alishaachilia kwako. Kwa ukiona bado hujaweza kusimama na kutenda sawa sawa na Yesu alivyokupa, bado hujakuwa kiroho. Unatakiwa ukue katika roho ili hivyo vitu viweze kudhibitika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Unahitajika kukua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kwa kigezo chetu cha kukua kiroho ni kumfikia Kristo. Kila kitu alichofanya Yesu hapa duniani, na wewe hicho kitu ameshakiweka ndani yako. Tatizo ni bado hujakuwa. Bado hujakuwa chakula kigumu, bado unakula maziwa. Kadri unavyozidi kukua, utastopishwa maziwa, utaanza kupewa chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Amen. Naomba mmoja au mtasoma. Nifungua Efeso 4:13 hadi 15. Waefeso 4:13 hadi 15. Nasoma. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Huo ni mstari wa 13. Mstari wa 14 nasema ili tusiwe tena kama watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu
kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Mstari wa mwisho anasema, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, ambaye ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Kama hujakuwa pia, kila mtu akikwambia Yesu wetu yuko hivi na wewe unaenda, akikwambia Yesu yuko hivi na wewe unaenda, lakini ukikuwa ukamfahamu Kristo aliye kweli, huwezi kutatanishwa na manabii wa uongo, huwezi kutatanishwa na watumishi wa uongo. Mafundisho ya uongo hayatakaa yakupeleke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nini? Kristo yuko ndani yako. Umeshamfahamu Kristo na njia zake na kila kitu chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema, Yesu mwenyewe alisema, wajua kondoo zangu na kondoo zangu waijua sauti ya Bwana wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama hujaijua sauti ya Bwana wako, unatakiwa ukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia mafundisho haya, kama unamjua Kristo alivyo, unaweza ukayapima, ukajua hili ni la kweli la Kristo, hili sio la Kristo. Lakini kama hujakuwa, utapelekwa na upepo sana. Umeona anafanya miujiza, unakimbia. Huyo anagawa hela, unakimbia unamfuata. Huyo anafanya hichi, unamfuata. Huyo anatenda hivi, naona tenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukimjua Kristo, unakuwa mtu mtimilifu. Kwa kila kitu unakijua sawa sawa na mapenzi ya Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Pia tafungua waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Yohana. Yohana wa kwanza 2:6. Tuone hapa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla mwanadamu aliokoka, alikuwa yuko peke yake, lakini baada ya kuokoka, Kristo alihamishia makao, akakaa ndani yake. Roho Mtakatifu akakaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia wanafunzi wa Yesu walimuuliza, Bwana, ufalme wa Mungu uko wapi? Au kitu kama hicho, au utakuwa wapi? Yesu akasema, hamtaenda huku wala kule, hamtafanya hivi wala vile, bali ufalme wa Mungu upo ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba utafakari hicho kitu. Ufalme wa Mungu upo ndani yako. Kiti cha enzi cha Mungu kipo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not an ordinary people. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe sio mtu wa kawaida. Ufalme wa Mungu upo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, Mungu Baba aliyeumba mbingu na nchi, Bwana Yesu asifiwe, anakaa ndani yako. Ukishakigundua hicho kitu, na imani utaacha kuishi maisha ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Ukitembea jua hilo, ukiwa unafanya chochote, fanya hivi, unatakuwa ukiwazi hicho. Ukifanya hivi, hata kuna dhambi utaacha kuzitenda, kuna makundi utajitenga nayo, kuna watu utawaacha kwa sababu umejua aliyeko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyeko ndani yetu ni mkuu kuliko ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Amen. Pia ukipata muda usome pia Yohana hiyo. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:17. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:17. Hapa kuna kipengele kingine kinasema jinsi ya kukua kiroho. Wachaga kama nilivyosema, wanasema how to grow spiritually. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Kukua kiroho ni mchakato, sio kitendo cha siku moja, siku mbili. Ni kama mtu anapokuwa, utapitia mambo mengi, amekosakoswa na gari, amelala njaa siku moja, siku mbili, amepigwa, amefeli mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kukua kiroho nako ni mchakato. Kuna vitu utapitia, unatakiwa kulipa gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatakiwa kulipa gharama, na hichi ndio kitu wengi sana wa Kristo wanashindwa kukifanya, kulipa gharama. Hamna kitu cha bure hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Hata mbinguni hamna kitu cha bure. Lazima ulipe gharama. Hata sisi wokovu kutolewa bure. Kuna mtu alilipa gharama ambaye ni Yesu Kristo, alikufa kwa ajili yetu, aliacha enzi na mamlaka mbinguni akashuka akalipa gharama
ya sisi kutukomboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sisi tumepokea bure wokovu, lakini kuna mtu alilipa gharama ya sisi kuupata wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama baba yako anaenda kupambana, anatafuta hela ili wewe ukija ule tu bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye amelipa gharama kwa ajili yako. Na Yesu pia hivyo hivyo alilipa gharama ili sisi tuweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kukua sasa kiroho ni juhudi ya mtu binafsi. Unatakiwa ulipe gharama mwenyewe. Yesu hahusiki tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa ulipe gharama kwenye mifungo, kwenye kusoma neno, kumtafuta Mungu uso wake mpaka uweze kukua kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hichi ndio kitu ambacho huwa kinakosti sana Wakristo wengi. Unakuta kuna wachungaji wakubwa tu hawajakuwa, bado ni watoto, wanaongoza watoto wenzao. Kwa kanisa linakuwa powerless. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa linakuwa halina nguvu kwa sababu mtoto anamuongoza mtoto. Kwa hiyo kukua hapo ni changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Namba moja, jinsi ya kukua kiroho, kuomba kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuomba kwa usahihi. Wachaga wanasema to pray effective. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Watu wengi wanaomba. Kanisani hapo kuna watu wengi wanaomba. Tanzania na ulimwengu mzima watu wanaomba sana. Wanaomba sana. Lakini kwa sababu gani hawaoni matokeo? Au kwa sababu gani hayo maombi hayafanyi chochote? Au kwa sababu gani hawakui kiroho kupitia hayo maombi? Hawaombi effective. Bwana Yesu asifiwe sana. Hichi ni kitu ambacho unatakiwa ukitambue wewe kama Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu unatakiwa kuomba, kuna vitu unatakiwa kuomba. Kuna jinsi ya kuomba kwenye kila kitu. Unatakiwa kuomba kawaida. Kabla ya kuombea jambo fulani, unahitaji kujua kuwa na hints jinsi ya kuomba effective. Nifanyaje ili niwe mtu wa matokeo katika kuomba? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengi sana wanaomba lakini hawana matokeo. Kuna watu wengi sana wanafunga hawana matokeo. Kwa sababu gani? Hawajui kuomba inavyopasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Kuna kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Ukiomba effective, kuna vitu vingi sana vinaachiliwa. Kuna level na dimension kubwa sana unaenda kupitia maombi. Kristo ambaye haombi ni sawasawa na mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Au ni sawasawa na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu hataweza kuvipata, kuna hatua atataka kwenda hatofika. Kwa sababu gani? Hajui kuomba vile inavyompasa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiomba unatengeneza capacity, sio tu kuongea na Mungu au sio tu kupeleka vitu vyako kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ni zaidi ya kupeleka maombi kwa Kristo. Maombi ni zaidi ya kupeleka haja zako. Maombi ni zaidi ya kumwomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia maombi unatengeneza capacity. Kupitia maombi unaimarisha nguvu yako. Kupitia maombi Mungu anazidi kujifunua kwako. Kupitia maombi unaipalilia hatima yako. Kupitia maombi una see visions. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama unaomba effective hivi vitu na imani utakuwa umesha experience. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Kwa hiyo ni zaidi sana ya kumwambia tu Mungu. Ni zaidi sana ya kusema mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni zaidi ya kutoa sauti. Kristo apewe sifa. Kupitia maombi unatengeneza capacity. Kupitia maombi unakuwa mtu mkubwa. Kupitia maombi unakuwa mtu imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Ngoja nionyeshe tena kazi moja ya maombi. Mathayo 26 sura ya Mathayo 26:41. Sura ya 26 mstari wa 41. Inaonyesha Yesu alivyowaambia kazi ya maombi ya kwa wanafunzi wake. Kila mtu ashapata. Neno la Mungu linasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho radhi lakini mwili ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Kama kuna dhambi inakusumbua, Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna jaribu unalipitia, unatakiwa uombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia maombi tamaa za mwili zinakufa. Kupitia maombi
tamaa za macho zinakufa. Ndio maana Yesu anawasisitizia, kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho yako wewe inataka, lakini mwili wako ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Kristo anasema mkishaokoka mtakuwa kuzifuata tabia za mwili. Tabia za mwili ni udanganyifu, ni uzinzi, ni tamaa, mambo yote mabaya, ndio mwili unataka kufanya hivyo. Lakini ukishaokoka unatakiwa achane na yale mambo ya mwili, uanze kufuata mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi kufuata hayo mambo kama uombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa unaweza kuwa unapitia shida fulani, tuseme kuna tamaa za mwili zinakusumbua au kuna jambo linakusumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usiposimama kuomba, hivyo vitu haviwezi kukuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa uombe sana. Yaani Kristo bila maombi ni sawasawa na mtu wa mataifa. Kristo apewe sifa. Yaani kama uombi Kristo, una safari kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio kuomba, tunatakiwa uombe effective. Uombe kama Mungu anavyotaka, ndivyo matokeo yaweze kutokea. Watu wengi wanaomba lakini hawaoni matokeo. Ni kwa sababu gani? Hawaombi vile wapasavyo kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Takuja kuwafundisha tena kitu kidogo hapa, kinasema jinsi ya kuomba kwa usahihi. Kristo apewe sifa. How to pray effectively. How to pray effectively. Jinsi ya kuomba kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi kama nilivyosema ni zaidi ya kutoa sauti. Maombi ni zaidi ya kuongea. Maombi ni something very spiritual than you think. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na mmoja anasema kuomba katika roho. Praying in the spirit. Hichi ndio kinachowakosti sana Wakristo wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hichi kitu nishaobserve, lakini Mungu alisamehe. Sasa watu wanaoomba kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Yaani ile kunena kwa lugha watu wamechukulia sehemu ya kupumzikia. Akiwa ajisikii kuomba ni papa huko anawaza mboga jikoni, anawaza ajala, anawaza hajafanya hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi sana wanaonena kwa lugha huwa waombi katika roho. Ni sehemu wanafanya sehemu ya kupumzikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka akaombe, sasa hivi saa 6 sijisikii kuomba, nisipoenda sijui atanionaje. Akifika ni rapa huko anawaza kulala, anawaza testi ya kesho, anawaza vitu vingi, lakini aingi katika ulimwengu wa roho na kuomba vile inavyompasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatakiwa kuomba effectively. Pray in the spirit. Kuomba katika roho. Biblia inasema Mungu wetu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisema kumwabudu katika mwili, amesema kumwabudu katika roho. Kristo apewe sifa. Kwa hiyo unatakiwa kumwabudu Mungu katika roho. Umwombe Mungu katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Ukiomba katika roho lazima utaona matokeo. Kristo apewe sifa. Wanaomba kwa roho na hisi wananielewa. Wanaomba katika roho, wana pray in the spirit, lazima waone matokeo, lazima wa see visions, lazima waone matokeo ya kile wanachokiombea. Kuna vitu Mungu anasema kupitia maombi. Kristo apewe sifa. Kwa kama unaomba uone visions, unaomba usikie sauti, unaomba uone matokeo yote ya yale mambo unayoyaomba, pray in the spirit. Omba katika roho, maanisha na Yesu atakusikia na kuna vitu atavitenda katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi sio muda, sio kuangalia muda nimeomba masaa 5, masaa 6. Unaweza kuomba hata masaa 10 lakini umepoteza muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Unatakiwa uombe katika roho. Ukiomba katika roho, unaweza kuomba muda mrefu sana kuliko ukiomba kwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuomba muda mrefu ni matokeo ya wewe kuomba katika roho. Kristo apewe sifa. Sisi tunanielewa. Kwa hiyo uweze kuomba muda mrefu, lazima uombe katika roho. Ukiomba katika roho, kuna vitu utakutana navyo ambavyo vitakufanya ushindwe kuomba kwa muda mfupi, uweze kuomba kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uombe muda mrefu, you have to pray the spirit more than mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Muda umeisha.
tu pointi na mistari ya kwenda kuisimamia. Kristo apewe sifa. Kuna vitu vingi sana. Nilikuwa naona vile utatosha. Ungetosha. Kwenye pray the spirit kuna mstari simamia Yohana 4:24 na Waefeso 6:18. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia utasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 15. Ukiomba katika roho pia omba katika akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usiombe tu rohoni ukashindwa kuweka mindset yako katika ile maombi unayoomba. Na pia huwezi kuomba rohoni kama mindset yako ipo mwilini au inazunguka. Unatakiwa uombe ili uweze kuomba rohoni. Unatakiwa useti mentality yako, focus yako, akili yako, kila kitu chako kiweze kufocus kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utasoma pia Luka 9:29. Alafu kuna pointi nyingine inayokuambia jinsi ya kupray in the spirit, jinsi ya kuomba kwa usahihi. Inasema mhusishe Roho Mtakatifu kwenye maombi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma 18:26 inasema Roho Mtakatifu naye hutusaidia, Roho Mtakatifu naye hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoomba kwa Roho, unapomhusisha Roho Mtakatifu atakuwezesha kugo deep kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maombi yako kama matokeo. Na pia kwenye mstari tutasimamia pia na Yuda 1:20. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Amen. Imani siku nilipata kibali siku nyingine. Moja ya very sensitive sana. Sasa nikiwa muda utatosha kwa dakika chache sana. Na vitu hivi hapa nitahitaji nije niwaelekeze tena, sio kitu cha wamenishiria mpaka nielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Amen. Kristo apewe sifa. Amen. Amen. Naomba tufunge macho. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa ajili ya neno lako, asante kwa ajili ya nguvu zako Bwana wa majeshi. Naomba neno lako likafanye transformation ndani ya mioyo ya watu wakakutafute wewe, watu wakakuwe kiroho Bwana, wasienende kwa kaida za mwilini, bali wakaenende katika roho. Wafundishe kuomba, uombe ndani yao Roho Mtakatifu Bwana wa majeshi. Nguvu zako ziende pamoja nao Bwana. Sawa sana neno lako Yesu Kristo tumeomba na kuamini wote tuseme amen. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu atupe kibali tena mtakatifu. Naweza kuongeza makofi zaidi kwa Bwana Yesu. Mungu amekuwa